Amen. Mada kuu ya semina ni upeo wa ukombozi wetu. Ni upeo wa ukombozi wetu. Na namshukuru Mungu, kitabu kipo. Mchungaji amewaonyesha na ninavyo pale, nimevileta. Kuna kopi za kutosha. Kama mchungaji alivyotangaza ni shilingi 7,000, na usikione ni kidogo pale, nimetumia font 12 kwa wale wanaojua kompyuta. Kina mambo mengi. Kina sehemu kama 4. Sehemu ya kwanza ni maelezo ya awali. Sehemu ya pili au sura ya pili ni ukombozi wetu kutokana na kifo cha kiroho. Sehemu ya 3 ya kitabu hicho ni ukombozi wetu kutokana na magonjwa na udhaifu aina zote. Sehemu ya 3 ni ukombozi wetu kutokana na umaskini. Amen. Ni shilingi 7,000. Pamoja na kuwa ndo mada kuu ya semina, sitaweza kufundisha yote yaliyomo. Kwa hiyo unashauriwa ujitahidi ujichukulie nakala yako kwa shilingi 7,000. Amen. Alafu na somo la maana na baraka za sadaka za malimbuko, kitabu chake kimeletwa pia. Kuna kopi 15 hapo na zipo nyingine, na ni somo ambalo nitafundisha leo. Amen. Ni shilingi 5,000. Amen. Sasa kwa vile muda hauniruhusu, nitaanza moja kwa moja na mada kuu yetu ya semina, ambayo ni upeo wa ukombozi wetu. Upeo wa ukombozi wetu ndio mada kuu ya semina yetu. Amen. Na kiini cha somo hili ni Wagalatia sura ya 3 aya ya 13. Wagalatia sura ya 3 aya ya ngapi? 13. Panasemaje? Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Tunaweza kurudia maneno hayo? Mimi nafundisha kwa utaratibu huo, na sio mimi, ni agizo la Mungu. Ukisoma Warumi sura ya 10 aya 8, panasema hivi: lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa hiyo kusudi la Mungu, neno liwe wapi? Vinywani. Kutoka vinywani liende wapi? Mioyoni mwetu. Huo ndio utaratibu. Mimi wanafundisha hivyo, na wanaonifuata sasa, ninapomaliza anaondoka amejaa nini? Maandiko mengi, na akiyatendea kazi yanaleta nini? Mabadiliko. Turudie maneno haya: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Amen. Hata kusoma Kumbukumbu la Torati, kutoka hapa sura ya 6,
utaona Mungu aliwaagiza wana wa Israeli walitamke nini? Neno wakiwa wamekaa, wakiwa wanatembea, wakiwa wamelala, na vile vile maandiko wayaandike mahali ambapo wanaweza kuyasoma waziwazi. Sijui unaelewa maana yake. Na katika kipindi hiki cha Agano Jipya utaratibu huo unaendelea. Kwa sababu tunapolitamka neno, kama una habari, mwambie mwenzako, tunapolitamka neno, kama una habari, uwezo wa Mungu unaachiliwa. Umeelewa hivyo? Uwezo wa Mungu unafanyaje? Ili ufanyeje? Utende kazi. Amen. Sasa elewa kuwa Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Mimi nafundisha, siji hapa kuhubiri. Hiyo shughuli mimi siwezi. Mimi ni mwalimu. Amen. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Na laana ya Torati ni nini? Laana ya Torati ilifuatia anguko la Adamu na Hawa. Ilisababishwa na anguko la Adamu na Hawa walipokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ambayo Mungu alikuwa amewakataza wasiguse wala wasifanyeje, wasile. Sasa walipokula matunda yale, kilichotokea ni nini? Moja kwa moja walikufa. Lakini kivipi? Kiroho. Imeingia hiyo. Walikufa kinini? Kiroho kwanza. Ijapo walikimbia, Mungu anaita, wanakimbia kujificha, huku wamekufa nini? Kiroho. Halafu kilichofuatia kifo cha kiroho ni magonjwa na udhaifu aina zote. Magonjwa na udhaifu aina mbalimbali. Na hayo hayakuwepo kabla ya anguko lao. Tunaelewana mpaka hapo? Jambo la tatu lilofuata ni nini? Umaskini. Amen. Ni nini? Ni umaskini. Amen. Sasa kati ya majanga hayo matatu, Yesu alishughulika zaidi na umaskini. Una habari hiyo? Alishughulika zaidi na nini? Na umaskini. Kivipi? Alizaliwa na kulazwa wapi? Porini. Ni mahali pazuri pa kumlaza mtoto mchanga? Ni mahali duni, mahali pa umaskini usioelezeka. Halafu waliomlea ni katika mazingira ya nini? Ya umaskini. Alizaliwa na kukulia katika mazingira ya nini? Ya umaskini. Mpaka alipoanza huduma akaitimiliza kwa muda wa miaka 3.5 katika mazingira ya nini? Ya umaskini. Mpaka kifo chake msalabani alikuwa nini? Maskini. Nitaeleza, kuna siku moja nitachambua vizuri sehemu hiyo. Amen. Lakini hapa nakupa nini? Muhtasari. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 8 aya 9. Wakorintho wa pili sura ya ngapi? Ya 8. Aya ngapi? Ya 9. Panasemaje? Maana mumejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Hebu turudie maneno hayo pia. Maana mumejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo,
jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Sasa hapo tujihusishe sisi wenyewe. Amen. Tutasema sisi wenyewe, maana tumejua. Hebu tamka, maana tumejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini ingawa alikuwa tajiri, ili sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Sasa tutarudia hatua ya mwisho, ukijihusisha wewe kibinafsi. Utasemaje? Maana nimejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yangu mimi, ingawa alikuwa tajiri, ili mimi nisiwe tena maskini, bali niwe tajiri kwa umaskini wake. Amen. Kwa hiyo Yesu alikuja kushughulikia ukombozi wetu katika maeneo mangapi? Maeneo mangapi? Matatu. Kwanza ni nini? Alitukomboa kutokana na kifo cha kiroho. Pili, alitukomboa kutokana na nini? Magonjwa na udhaifu wa aina zote. Tatu, alitukomboa kutokana na nini? Na umaskini, kwa kuishi yeye mwenyewe miaka 33 na miezi 6 akiwa nani? Maskini, ili kwa njia hiyo auchukue nini? Auchukue nini? Umaskini wetu, umaskini wako, umaskini wangu, ili kila atakaye muamini asiwe tena nani? Maskini. Duniani kuna makanisa ambao kwa mujibu wa ukombozi wetu wameelewa kabisa, wakasimama kidete kukataa nini? Umaskini, na kila mtu akawania nini? Baraka ya nini? Ya utajiri. Makanisa hayo yapo, ambapo mkiingia humo leo hutampata mtu ambaye anaitwa nani? Maskini. Wote ni matajiri. Mfano unaojulikana sana ni Yoidu Full Gospel la mchungaji kiongozi Dr. David Yongicho, ambaye alimaliza kazi tarehe 14 Septemba 2021, akaliacha kanisa la watu zaidi ya milioni moja. Kanisa moja tu lenye washirika wangapi? Zaidi ya milioni moja, ambamo humo hakuna nani? Hakuna mtu mmoja hata ambaye ni maskini. Wote ni matajiri. Ni mafundisho haya ninayokuletea. Umesikia? Ni mafundisho haya ninayofanyaje? Ninayowaletea. Nimeyafundisha sana makanisa mengi. Mwaka jana baada ya mkutano wa Novemba wa wachungaji nilikuja hapa, nilikuwepo. Alafu niporudi nilipigiwa simu usiku. Ilikuwa karibu saa 2 za usiku. Huyo mtu aliyenipigia alijitambulisha kwangu, lakini mimi simjui mpaka leo. Akaniambia hivi, Mwalimu Tita, mimi naitwa Kazaula. Ulitufundisha somo la upeo wa ukombozi wetu nikiwa nasali Mtoni kwa mchungaji Paulo Chisolo.
Sasa nakutaarifu ya kwamba lile somo ulilotufundisha, wakati unatufundisha, mimi nilikuwa maskini kweli. Nilikuwa maskini kweli. Halafu akasema na familia yetu yote tulikuwa ni maskini. Sasa nimekupigia simu nikuambia kwamba mimi leo si maskini tena, ni tajiri. Halafu akaendelea kueleza na familia yetu yote ambayo ilikuwa ni maskini si maskini tena, wote ni matajiri. Akaendelea kunieleza, nilisoma chuo kikuu cha ardhi nikapata first degree. Halafu nikaendelea nikapata masters degree. Kisha nikaenda Sweden kuchukua PhD in town planning. Miaka 5 nikarudi nina PhD pamoja. Halafu ni senior lecturer chuo kikuu cha ardhi. Akaniambia ninamiliki shule zangu zinaitwa kwa jina langu, Kazaula's Schools. Zinaanzia nursery schools, halafu zinaendelea na primary, zinaendelea na form 1 mpaka form 4, halafu zinaendelea na high school form 5 na form 6. Kwa hiyo akajitambulisha kwangu na nilikuwa simjui, na mpaka leo sijakutana naye. Shuhuda ni nyingi, shuhuda ni nyingi. Huo ni mmoja wa shuhuda. Shuhuda ni nyingi. Sasa ufunguo wa kuwa tajiri. Naendelea sasa. Master key ya kuwa tajiri. Andika. Master key ya kuwa nini? Tajiri. Ni Mithali sura ya 10 aya 22. Mithali sura ngapi? Ya 10 aya ya ngapi? Ya 22. Master key ya kuwa tajiri ni Mithali sura ya ngapi? Ya 10 aya ngapi? 22. Panasemaje? Baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Naomba urudie maneno hayo. Baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Rudia tena. Baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Kwa hiyo wewe uliyeokoka, kama unataka kuwa tajiri, tafuta nini? Kama unataka kuwa tajiri, utafute nini? Baraka ya Bwana ndio inayomtajirisha. Baraka ya Bwana ndio inatajirisha watu makanisani kutoka hali zote za nini? Za maisha. Umesoma, hujasoma, ni mama wa nyumbani, wala hujui kusoma na kuandika, sijui, una cheo, ni baraka ya Bwana ndio unatakiwa. Itafanyaje? Ukiipata itafanyaje? Itakutajirisha. Na Mungu hapendi changamane na nini? Na huzuni. Unaelewa maana yake? Maana yake ni hivi, Mungu akishaachilia baraka yake inayokutajirisha, hakubali ichangamane na nini? Na matukio ya huzuni. Hakubali ichangamane na matukio ya nini? Ya huzuni. Matukio gani? Kuugua ni tukio la furaha. Kuugua ni tukio la furaha?
ni huzuni na unatibiwa kwa gharama, na leo hii matibabu ni gharama. Ukiibiwa ni furaha. Kwa hiyo Mungu hataki uibiwe, uporwe. Anakuwekea nini? Ulinzi. Mungu hataki ugue, anakuwekea nini? Anakupa nini? Afya. Mungu hataki ukisafiri upatikane na nini? Na ajali. Anakuwekea nini? Ulinzi, usafiri na kurudi salama. Mungu hataki uwe mfanyabiashara uendeshe biashara zako kwa nini? Kwa hasara. Lakini anataka uendeshe biashara zako kwa mafanikio. Amen. Imeeleweka sasa? Tuseme tena, baraka ya Bwana utajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Kwa hiyo kila mtu aliyoko hapa, kuanzia leo tafuta nini? Baraka ya Bwana. Uhakikishe unaishi kila tuapo leo ukiwa na nini? Na baraka ya Bwana. Na hiyo baraka ya Bwana utaipataje? Mungu yuko mbinguni na wewe uko hapa. Utaipataje baraka ya Bwana? Kwa neno moja, ni kwa njia ya nini? Mungu anaachilia baraka ukifanya neno moja. Ni nini? Ni nini? Ni utoaji. Umesikia? Baraka ya Bwana, Mungu yuko mbinguni, sisi tuko duniani, lakini unaiachilia kwa njia ya nini? Ya utoaji. Kwa njia nini? Ya utoaji. Lakini huwa ni utoaji wa viwango. Mwambie mwenzako, ni utoaji wa viwango. Mwambie ni utoaji wa viwango. Ndio naachilia baraka ya Bwana. Utoaji wa visenti unaachilia baraka za nini? Za rasha. Baraka za nini? Za rasha. Utoaji wa kiasi unaachilia baraka za nini? Za kiasi. Utoaji wa viwango unasababisha maporomoko ya nini? Ya baraka. Mafuriko ya nini? Ya baraka. Na ni utoaji wa matoleo yafuatayo. Andika. Ni utoaji wa nini? Wa matoleo yafuatayo. Nambari 1. Nambari ni sadaka za malimbuko. Ni sadaka za nini? Za malimbuko. Na kitabu kipo, kuna kopi 15 pale, shilingi 5,000. Sadaka za malimbuko. Na nitalifundisha muda kitambo, lakini sitaweza kuchambua yote yaliyomo katika kile kitabu. Kasa kile kitabu nimeanza na matoleo sadaka za malimbuko katika Agano la Kale. Alafu nimeendelea muhtasari wa utoaji wa malimbuko katika Agano Jipya. Na katika Agano la Kale nimesurvey utoaji wa malimbuko katika vitabu 5 vya Musa, Torati. Baada ya Torati nimeendelea na utoaji wa malimbuko katika vitabu gani? Vya historia. Halafu nimeendelea na utoaji wa malimbuko katika vitabu vya nini? Vya mashairi, ambavyo vinaitwa pia wisdom books. Halafu nimeendelea na utoaji wa malimbuko katika vitabu vya manabii. Ndipo sasa nikaja na muhtasari wa utoaji wa malimbuko katika Agano Jipya.
Sasa siwezi kuchambua mambo hayo. Ni juu ya kununua hicho kitabu kwa shilingi ngapi? 5,000. Ukisome kwa makini, ukielewe, ukiunganisha na nayo kwenda kufundisha, alafu katoa malimbuko kama ninavyofundisha. Yaani unarushwa, utafanyaje? Utarushwa kutoka mahali ulipo, mahali pa umaskini, mahali pa maisha duni, na kupelekwa juu kuwa nani? Kuwa nani? Tajiri. Nakwambia ukweli, nimefundisha somo hili makanisa mengi. Wala ambao wananifuatilia na kutendea kazi, leo hii wanatabasamu. Walikuwa ni walala hoi, leo hii ni multi-millionaire. Mchungaji Joseph Ngasa wa Mtoni Kijichi alinunua vitabu 2. Tena sio hiki cha kabla ya hiki, maana hiki ni second revised edition. Yeye alinunua first revised edition, kopi 2. Kanisani kwake alikuwa na mtu mmoja mlala hoi kweli. Kazi yake ni mkokoteni. Umesikia? Kazi yake ni nini? Mkokoteni. Tena alikuwa na ulipia, ilikuwa sio wa kwake. Anautumia kusomba mizigo ya watu, alafu kila siku anafanyaje? Analipa. Sasa akampa hicho kitabu cha malimbuko, kopi 1. Wala hakunisikia nafundisha kama ninyi mnavyonisikia. Huyo baba akakisoma kabisa, akaelewa. Alipoelewa kwa kile kikazi cha ovyo anachofanya, akatoa nini? Malimbuko ya viwango. Nini kilichofuatia? Yaani alitolewa hapo na kwenda juu. Kwenda juu. Kivipi? Leo hii anamiliki clearing and forwarding company. Na yeye peke yake, kanisa lote, yeye peke yake kwa mwezi, fungu lake la 10 ni milioni 1. Umesikia? Ni milioni 1 peke yake. Kutoka kusukuma mkokoteni wa kulipia, wa kukodi. Leo hii ana nini? Kampuni ya clearing and forwarding. Fungu lake la 10 ni ngapi? Milioni 1. Kwa maana yake pato lake ni ngapi? Milioni 10 kwa mwezi. Alafu ni kwenda Mapinga kuendesha semina ya utoaji kuanzia Ijumaa na Jumapili. Nilifundisha malimbuko. Mama moja anisikiliza akanielewa. Huyo mama yeye ni msomi. Ana degree ya sheria. Sasa huyo mama alifiwa na baba yake tajiri, alikuwa na duka kubwa Kariakoo. Aliacha duka kubwa. Sasa huyo mama pamoja na kuwa na degree ya sheria, na practice sheria, ilibidi aangalie niendelee na sheria au nisimamie duka la marehemu baba. Kipi ambacho kinalipa? Akakuta duka linalipa kwa sababu ni kubwa. Kwa hiyo akacha kupractice sheria, akajikita katika nini? Katika biashara. Ambapo kabla hajanisikiliza nikifundisha malimbuko, alikuwa naondoka na 800,000 kwa siku mauzo. Umesikia? Laki ngapi? 800,000 kwa siku. Lakini baada ya kusikia mafundisho yangu ya malimbuko, kama wewe unavyonisikiliza, akiondoka na hela kidogo kwa siku ni milioni 4. Umesikia? Milioni ngapi? 4. Kabla hapo alikuwa anaondoka na shilingi ngapi? 800,000. Na kuna siku anaondoka na milioni 5, milioni 6. Umesikia?
Umesikia? Wakati naandaa hiki kitabu toleo la pili, second revised edition, nilipigiwa simu kutoka Mwanza. Mwalimu mmoja wa sekondari nilifundisha malimbuko kanisani kwao. Yeye na mkewe ni wasomi, wana degree, mume ana degree na mkewe ana degree. Halafu walikuwa naishi nyumba ya kupanga, walipanga nyumba yote, na nilikuwa nakaa kwao. Mchungaji aliniomba wanipokee na kunihudumia wakati wa semina. Nikaondoka, niliwafundisha somo hili. Sasa wakati naandaa kitabu hiki, akanipigia simu, akajitambulisha kwangu. Mimi ni Mwalimu Isaac ambaye ulikuwa unakaa kwetu wakati unatufundisha semina ile. Pamoja na mambo mengine ulitufundisha malimbuko. Na tulikuwa tunaishi nyumba ya kupanga, tumepanga nyumba nzima. Sasa yale mafundisho ya malimbuko, Mwalimu Tita, yametutoa katika nyumba ile ya kupanga. Tuli break through financially, tukanunua kiwanja kona ya Bwiru, tukajenga nyumba nzuri. Hivi sasa tunaishi katika nyumba yetu. Shuhuda ni nyingi sana. Shuhuda ni nyingi sana. Kama utatoa malimbuko inavyotakiwa, mshike mkono wenzako. Kama utatoa malimbuko inavyotakiwa, kama wewe ni mfanyakazi, aidha utapandishwa ngazi ya mshahara. Utapandishwa nini? Ngazi ya mshahara. Au utapandishwa cheo. Na mshahara utafanyaje? Utapanda. Hilo ni moja. Wafanya biashara mupo? Haijalishi ni biashara ndogo ndogo, na meza unauza sijui michicha nini. Yaani tutatoka kwenye biashara hiyo na kuendesha biashara kubwa. Alafu wale mlioajiriwa utabadilishiwa kazi, kutoka kazi unayofanya kwenda kazi nyingine yenye malipo makubwa. Temeke nilianza kufundisha malimbuko 2006. Jamaa mmoja msomi alikuwepo. Sasa Disemba 31, 2012 akanipigia simu. Ni baada ya miaka 7 nafundisha malimbuko, naye yumo kanisani. Akanipigia simu, akaniambia, Mwalimu Tita, tangu anza kufundisha malimbuko, kwa kweli nilikuwa natoa kidogo kweli. Kidogo sana. Lakini mwezi wa Januari nimetoa 300,000 za malimbuko. Huko nacheka na furaha. Sikusema kitu, nilinyamaza, lakini nilishuhudiwa huyu sasa amepatia. Amefanyaje? Ameacha kuzubaa, ameacha mchezo, amepatia. Ngoja tusubiri. 2013 haukuisha, hajabadilishwa nini? Kazi. Kutoka kampuni moja kwenda kampuni nyingine ya kimataifa. Na aliniambia nimebadilishwa kazi. Nikamuuliza, vipi mshahara? Akasema, mshahara nao ulipwa sasa ni mkubwa kuliko ule nilikuwa nalipwa kampuni ile. Sasa nikamwambia hivi, tofauti ya mshahara ule wa kule na huu mpya, ile difference ya kwanza, unajua ni limbuko. Halafu kila mwezi utakuwa unatoa nini? Fungu la 10 la sadaka. Na Januari nini? Malimbuko. Akasema nitatoa. Sasa akaapa nitatoa. Nini kilichofuatia? Alibadilishwa kazi tena kutoka kampuni hiyo kwenda nyingine ya kimataifa. Kampuni nyingine ya kimataifa. Alafu kwa vile aliendelea kuwa aggressive
Huyo kwenye kampuni hiyo mpya akapandishwa cheo, akanunua na gari, akajenga na nyumba, akaona kitambi. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo usizubae na nini? Na somo hili la malimbuko. Kwa hiyo ngoja nianze haraka haraka, maana na baraka za sadaka za nini? Za malimbuko. Maana na baraka za sadaka za nini? Za malimbuko. Amen. Malimbuko ni matoleo maalum ambayo yakitolewa kwa kuzingatia sifa zake za wingi na ubora. Umesikia? Malimbuko ni matoleo maalum ambayo yakitolewa kwa kuzingatia sifa zake mbili za wingi na nini? Na ubora, zinamtoa mtu haraka katika maisha ya nini? Ya maskini. Zinamuondoa haraka katika mazingira ya nini? Ya umaskini, na kumpeleka katika kambi ya matajiri. Kwa maneno mengine, malimbuko yanawatoa watu katika kambi ya nini? Ya umaskini, na kuhamishia katika kambi ya nini? Ya utajiri. Umesikia? Kwa taarifa yenu, malimbuko hivi sasa, kama mumezubaa, kama mumelala, malimbuko yanafundishwa hapa nchini katika madhehebu mbali. Umesikia? Malimbuko yanafundishwa hapa Tanzania katika madhehebu mbali. TAG yanafundishwa, EAGT yanafundishwa, Pentecoste yanafundishwa, Calvary Assemblies of God yanafanyaje? Yanafundishwa. Katika ministry mbalimbali yanafanyaje? Yanafundishwa. Ni wakati mwafaka wa Mungu kuibariki nchi hii. Amen. Mwambie, ni wakati mwafaka wa Mungu kuibariki Tanzania. Na baraka za nchi zinaanzia wapi? Makanisani. Baraka za nchi hii zinaanzia wapi? Makanisani. Sijawahi kufundisha kanisa lolote hapa Dodoma. Ninyi ndio wa kwanza kufundishwa somo hili. Kwa hiyo msipozubaa mkalifanyia kazi pasavyo, mnaenda kusababisha jiji la Dodoma kufanyaje? Kubarikiwa. Na ndio makao makuu ya Tanzania. Na Dodoma ikibarikiwa, Tanzania imefanyaje? Imebarikiwa. Hii ni kuambia kwamba kama muelewe, mmefanyaje? Mmependelewa. Sijawahi kufundisha nilishafundisha kwa yule mchungaji Mzunguni. Sijui anaitwa nani, nimesahau jina lake. Nilifundisha tena. Baada ya kufundisha tuliwasiliana, kaniambia nusu ya kanisa waliinuliwa kifedha, kimapato. Amen. Malimbuko yakitolewa kwa kuzingatia sifa zake mbili za nini? Za nini? Wingi na ubora. Yanaachilia baraka za kupita kawaida. Mimi nafundisha vile ambavyo ni main point, lakini
mambo yote yanayotakiwa. Nunua kile kitabu, shilingi 1000 ngapi? 5000. Nimechambua kuanzia Agano la Kale, nimeendelea na Agano Jipya. Ni baraka zipi ambazo zinaachiliwa? Mshike mkono mwenzako. Ni baraka zipi zinazoachiliwa? Mtu akitoa malimbuko yanayokidhi viwango vya wingi na ubora. Nambari moja. Malimbuko huachilia baraka juu ya nyumba zetu. Tuseme wote, malimbuko yanaachilia baraka juu ya nyumba zetu. Malimbuko yanaachilia baraka juu ya nini? Juu ya nyumba zetu. Ezekiel 44 aya 30. Ezekiel 44 aya ngapi? Ya 30. Kwa ukitoa malimbuko, baraka zinafanyaje? Zinaachiliwa wapi? Juu ya nini? Nyumba yako. Sasa baadhi yenu bado hamjajenga nyumba, mtahoji itakuwaje? Zinaachiliwa kwenye vyumba au chumba ambacho umefanyaje? Umepanga, kama zinavyoachiliwa kwenye nyumba ya mtu ambaye anamiliki nyumba yako. Hata kama unapanga chumba, unatoa malimbuko yako, zinaachiliwa juu ya chumba chako. Au umepanga vyumba 2 vitatu, zinaachiliwa. Au umepanga nyumba nzima, zinaachiliwa. Mwaka kwa mwaka. Nehemia sura ya 10:35. Malimbuko huachiliwa mwaka kwa mwaka. Na mwezi wa kutoa malimbuko ni Januari. Kuanzia Januari 1 mpaka Januari 31. Ni mwezi wa kutoa nini? Malimbuko. Mwaka kwa mwaka. Umenisikia? Sasa ukitoa malimbuko mwakani Januari, baraka zitafanyaje? Zitaachiliwa. Mwaka utakaofuata zinafanyaje? Zinaachiliwa. Kila mwaka zinafanyaje? Zinaachiliwa. Kila mwaka zinafanyaje? Zinaachiliwa. Mradi tu uzingatie wingi na nini? Na ubora. Sasa katika kuachiliwa huko kwa baraka zako mwaka kwa mwaka, utafika mahali ambapo una pesa kweli kuweza kununua nini? Kiwanja. Kununua nini? Kiwanja. Halafu utaendelea na mapato, utaendelea kufanyaje? Kujenga nyumba. Na hatimaye itafanyaje? Itakamilika. Ambapo sasa kama unapanga chumba au vyumba, utakodi kenta kuhamisha nini? Vyombo vyako. Si utafanya tripu 1 au 2. Wakati unaondoka jumla na kumpa bye bye na funguo zake mwenye nyumba. Unanisikia? Unampa funguo zako nani? Mwenye nyumba. Unamwaga bye bye, unahamia kwako. Zile baraka zote zilizokuwa zimetulia juu ya nini? Pale ulipopanga. Na zenyewe zinafanyaje? Zinahama, zinatua juu ya nini? Nyumba yako. Halafu unaendelea kuachilia baraka juu ya baraka. Mwaka kwa mwaka. Umeipata? Twende Kumbukumbu la Torati 28 aya ya 1. Panasemaje? Itakuwa utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kwa bidii. Na kuangalia kuyatunza yote ninayokuamuru leo, ndipo Bwana Mungu wako
atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Kwa hiyo hapo tena kinachotakiwa uwe na nini? Na bidii kusikiliza nini? Mafundisho, kusoma neno, kulitafakari, kulielewa, kulitendea kazi. Kulitendea kazi. Kulitendea kazi. Nini kitakachofuatia? Ni sura hiyo hiyo, Kumbukumbu sura ngapi? 28 aya 8. Aya ngapi? Ya 8. Ili neno la Mungu, hii Biblia Bwana, mwambie mwenzako, hii Biblia ni neno la Mungu. Na Mungu analiangalia nini? Neno lake. Alafu anakuangalia jinsi unavyofanyaje. Unavyolijali au unalipuuza. Unalitilia manani au unalichukulia tu kikawaida. Sasa kama unalijali, maana yako uwe na muda wa kusoma nini? Neno, uhakikishe unafanyaje? Unaelewa. Na ukishaelewa ufanyeje? Utende kwa bidii. Kwa hiyo kinachotakiwa uwe na nini? Na nidhamu. Uwe na nini? Na nidhamu. Amen. Katika mazingira hayo sasa, aya 8 inafuata. Kumbukumbu la Torati 28. Aya ngapi? Ya 8. Mungu anafanyaje? Anaamuru. Anafanyaje? Anaamuru nini? Baraka. Baraka Bwana ile ambayo inafanyaje? Inakutajirisha. Mungu anafanyaje? Anaiamuru ifanyeje? Ikujirie. Ifanyeje? Ikujirie. Ikujirie. Amen. Ikujirie. Amen. Juu yako wewe. Najua kazi za nini? Za mikono yako. Najua nini? Ghala zako. Najua nini? Ghala zako. Ghala ni nini? Ni mahali ambapo unahifadhi akiba. Lakini kwa lugha ya leo ni akaunti yako. Mwambie mwenzako, ni akaunti yako. Ni akaunti yako. Itaendelea kujaa mapesa, 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 mapesa. Amen. Na nyumba yako itakuwa chini ya nini? Ya baraka, ya baraka, ya baraka. Ni nyumba na kiwanja chote. Your house and its premises will be under God's blessings. Amen. Nani anapenda Mungu aachilie baraka? Nani anapenda Mungu aachilie baraka? Amen. Zingatia haya. Zingatia haya. Namba 2 sasa. Kinachofuatia utoaji wa malimbuko yanayokidhi viwango vya nini? Vya wingi na ubora. Namba 2. Si tu baraka zinaachiliwa. Si tu baraka zinafanyaje? Zinaachiliwa. Nini kinafuatia? Baraka zako zinazidishwa. Baraka zako zinafanyaje? Zinazidishwa. Baraka zinafanyaje? Zinazidishwa. Najua kwamba kuna ulemavu ambao tunao katika madhehebu yetu na katika maisha yetu. Sijasema baraka zinaongezeka. Sijasema baraka zinafanyaje? Zinaongezeka. Sijasema hivyo. Nimesema baraka zinafanyaje? Zinazidishwa. Kuna tofauti kati ya kuongeza na nini? Na kuzidisha. 10 ongeza 10 ni ngapi? 20. Lakini 10 zidisha 10 ni ngapi? Ni ngapi? 100.
Sasa nataka wewe mwenyewe ufanye uamuzi sasa hivi. Mwambie mwenzako, kaa chonjo, ufanye uamuzi. Kuanzia leo unataka baraka zako zifuate mkondo upi kati ya kuongezeka na kuzidishwa? Ngoja niulize swali. Na napenda baraka zake ziongezeke. Na napenda baraka zake ziongezeke. Nafikiri mmeelewa. Na napenda baraka zizidishwe kuanzia sasa. Amen. Nilifundisha somo hili kwa mara ya kwanza Temeke, Januari 2006. Mchungaji Masaru alikuwa bado yu hai. Ilikuwa Jumapili. Nilipomaliza kufundisha, Mchungaji Masaru kwa sababu alikuwa ni giant of the Bible study, aligundua kitu. Alinikamata. Mwalimu Tita, Jumapili ijayo fundisha malimbuko tena. Alinogea kabisa, lakini aligundua siri. Nikafundisha tena mara Jumapili inayofuata. Nilipomaliza akanikamata tena, Mwalimu Tita afundisha tena na Jumapili ya. Kwa hiyo nilifuruliza Jumapili ngapi? 3 nikifundisha malimbuko. Sasa kilichotokea ni mafuriko ya nini? Ya baraka. Watu wengi walikuwa ni walalahoi. Wanaishi nyumba za nini? Za kupanga. Yaani walitoka kenda Chanika, wakaenda Twangoma, wakaenda Mbagala, wakaenda Mbezi, wakaenda sijui Chanika kununua viwanja, wakajenga nyumba zao, na wengine wakanunua na magari. Sasa mchungaji akachanganyikiwa. Siku moja nikamkuta sebuleni amechanganyikiwa. Akaniambia, Mwalimu Tita, mimi kwa kweli sielewi. Kuna nini mchungaji? Yaani watu wananunua magari, wananiambia nije nibariki magari yao. Halafu wananiambia wamenunua magari kwa laki ya mamilioni. Sasa mimi sijui hayo malaki ya mamilioni wanayapataje? Nikamwambia, mchungaji, somo la malimbuko ambalo nafundisha linasababisha baraka kufanyaje? Kuzidishwa. Akawa ameipata. Amen. Akawa amefanyaje? Ameipata. Amen. Tangia hapo kwa kweli watu wengi walinunua magari. Kabla ya hapo hapakuwepo na gari. Wengi sana walinunua magari. Wengi sana. Amen. Na wakajenga nyumba zao. Wakawa na maisha mazuri. Amen. Kwa hiyo ukitoa malimbuko, baraka zinafanyaje? Zinazidishwa. Hazifuati tena mkondo wa nini? Wa kuongezeka. Mshike mkono wako. Ukitoa malimbuko, baraka zako hazifuati tena mkondo wa kuongezeka. Zinahama, zinafuata mkondo wa nini? Wa kuzidishwa. Ni Mithali sura ya 3. Mithali sura ngapi? Ya 3. Aya 9 na ya 10. Mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na mafuriko na nini? Mashinikizo yako yatafurika nini? Divai mpya. Mheshimu Bwana kwa nini? Kwa mali zako. Na kwa nini? Na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika nini? Divai mpya. Divai mpya. Kumheshimu Bwana kuna hatua zifuatazo.
Kwanza unamheshimu Mungu kwa maisha yako. Kwa maisha yako unaokoka, unatoa mwili wako kama dhabihu takatifu inayompendeza nani? Mungu. Ni Warumi sura 12 ya kwanza. Halafu na akili zako zifanyeje? Zigeuzwe na kufanywa upya. Hapo pia ni somo. Your mind should be renewed. Renewed. Halafu mheshimu Mungu kwa mapato yako ya kibiashara, kwa mazao yako kama wewe ni mkulima, kwa mifugo yako kama wewe ni mfugaji, kwa mapato yako ya kibiashara, kwa mishahara yako na marupurupu yako wewe uliyeajiriwa, kwa mapato yako ya kiujasiriamali ya shughuli zako. Na unafanyaje? Kwanza kabisa unatoa nini? Sadaka za malimbuko. Mwambie mwenzako, kwanza kabisa ni sadaka za nini? Za malimbuko. Sadaka za nini? Za malimbuko. Na kisha unakuwa mwaminifu. Mwambie mwenzako, ni sadaka za malimbuko. Nambari 1 hiyo. Halafu unatoa nini? Mafungu ya 10 na sadaka kwa uaminifu na utaratibu endelevu na wa nini? Na wa kudumu. 3, unamheshimu Mungu kwa kuzingatia sadaka 3 za sikukuu za Bwana Mungu mwaka kwa mwaka, ambazo ni sadaka ya Pasaka 1 hii ya kwanza hii. 2, sadaka ya Pentekoste. 3, sadaka ya upatanisho. Nitafundisha hapa, napita tu haraka haraka, lakini nitafundisha. Kwa mtu anayetaka kuelewa ataelewa. Kwa mtu ambaye hataka kuelewa utabaki hivyo hivyo, na huenda kafa ukaenda hata jehanamu, msende hata mbinguni. Umeeleweka sasa jinsi ya kumheshimu Mungu? Kwanza umejikabidhi mikononi mwa nani? Mwa Mungu kikamilifu kamilifu. Just nitafundisha. Tunafanya upuuzi kabisa. Tunafanya vitu vya kijinga. Mimi maisha yangu yanaeleweka. Nafikiri hata mchungaji na mama wanaelewa ambavyo nimeishi mmo ndani. Hata nisipokuwa na semina, maisha yangu ni hivyo hivyo. Hata nisipokuwa na semina, I'm living that way. Na Mungu alishatiki. Alishatiki kabisa ninavyoishi. Ali appreciate. Na juzi nimepewa ujumbe maalum Januari 2022. Nikiwa naendesha semina siku 8. Yule ambaye alikuwa na sita kutoa malimbuko, alafu miaka 7 kapita, Mungu alimwambia, mwalimu Tita, mwambie nimesitisha harakati za uzee, hata zeheka, mwambie. Alivyo sasa ataendelea kubaki hivyo hivyo miaka inayokuja, hata zeheka. Nimesitisha uzee kwa sababu nina kazi naye. Ninataka kufanya kazi na yeye. I've stopped the aging process. I want to work through him. Subiri tutasikia miaka michache mimi ni nani. Amen. Mtaniona kwenye television. Hivi vitu, hii huduma anaenda kwenye nini? Kwenye television, ili bara lote la Afrika na dunia nzima lipate utilio huu. Amen. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo mheshimu Mungu kwa maisha yako, jitoe kikamilifu na kwa malimbuko yako. Amen.
Na kama una habari, malimbuko ni matakatifu. Mwambie mwenzako, kama una habari, malimbuko ni matakatifu. Kama yalivyo mafungu ya 10. Mwambie mwenzako, malimbuko ni matakatifu. Kama yalivyo mafungu ya 10. Ni Ezekiel 48 aya 14. Kwa hiyo kwa ujinga wa watu wengi hawatoi malimbuko, wanatumia kila kitu pamoja na malimbuko. Tangu mwaka hadi mwaka wanakula malimbuko ambayo si ya wao, ni ya Bwana Mungu na ni matakatifu. Na ndio umesababisha watu kuwa maskini. Malimbuko ni matakatifu. Ezekiel ngapi? 48 aya ngapi? Ya 14. Na mafungu ya 10 ni matakatifu. Mambo ya Walawi sura ya 27 aya 30 hadi 32 ukiwemo. Amen. Sasa kuna mtu mmoja tukisoma katika Wafalme wa Pili. Wafalme wangapi? Aya 42 hadi 40 na ngapi? Na 4. Ni mtu mmoja kutoka Bari Shalisha akaja kumwona Nabii Elisha. Alikuwa na vijana 100 aliokuwa akiwatrain, akiwaandaa kwa huduma ya nabii. Huyo mtu alikuja na mikate 20 na masuke ya ngano guniani mabichi. Akamwambia Elisha, haya ni nini? Malimbuko. Haya ni nini? Malimbuko. Na vijana wangapi nao waandaa? 100. Akatoa amri kwa mhudumu, hebu wape mikate 100 wale. Naye huyo mhudumu akaja juu, mikate 20 ni nini bwana wangu kwa vijana kama hawa unaowajua ulaji wao? Elisha akamkemea, hebu wape wale, watakula na nini? Na kusaza. Wape wale, watakula na kushiba, na watafanyaje? Watasaza. Hapo unaelewa nini hapo? Malimbuko yanasababisha vitu kufanyaje? Kuzidishwa. Amen. Malimbuko yanasababisha vitu kufanyaje? Kuzidishwa. Kwa wale ambao mnaenda kutoa malimbuko, mtashuhudia mapato yenu ya kibiashara, mapato yenu ya kiujasiriamali, na vyanzo vya mapato yenu vikifanyaje? Vikizidishwa. Tunaenda pamoja. Tunakwenda namba ngapi? Namba 3. Baraka za malimbuko. Mimi hapa nafundisha baraka za nini? Za malimbuko. Baraka za nini? Namba 3. Malimbuko husababisha fedha na vitu vyetu kufanyaje? Kuzidishwa, kutakaswa. Ya 3 vinafanyaje? Vinatakaswa. Fedha na vitu vyetu vinafanyaje? Vinatakaswa. Namba 3, fedha na vitu vyote tulivyo navyo vinafanyaje? Vinatakaswa. Vinatakaswa. Ni Warumi 11. Warumi ngapi? Aya 16. Lakini ikiwa malimbuko ni matakatifu, lakini ikiwa malimbuko ni matakatifu,
matakatifu, kadhalika na donge lote. Tuseme wote, ikiwa malimbuko ni matakatifu, kadhalika na donge lote. Unaelewa nini hapo? Malimbuko ni sehemu ya nini? Ya donge. Elewa kuwa malimbuko ni nini? Sehemu ya donge. Ni sehemu ya nini? Ya donge. Kwa hiyo akitakaswa na donge lote limefanyaje? Limetakaswa. Limetakaswa. Tunahitaji fedha zetu zifanyeje? Zitakaswe. Tunahitaji vitu vyote tulivyo navyo vifanyeje? Vitakaswe. Ili tuweze kuelewa maana yake, tunakwenda katika Agano la Kale, Joshua, kitabu cha Joshua sura ya 6. Kitabu cha Joshua sura ya ngapi? Ya 6. Aya 17, aya 19 na ya 24. Joshua sura ngapi? Ya 6, aya ngapi? 17 na aya ngapi? 19 na aya ngapi? 24. Sasa nipe masikio nikueleze ninachotaka kusema. Wana wa Israeli baada ya kukombolewa kutoka utumwani Misri, safari yao ya kutoka Misri kwenda wapi? Kanaani. Ilikuwa ni siku 11 tu wao wamefika. Lakini kwa kutoka kuamini kwao walitangatanga jangwani miaka mingapi? 40. Lakini hatimaye wakavuka mto Jordan pakavu chini ya uongozi wa nani? Wa Joshua. Kama walivyovuka pakavu bahari ya Shamu chini ya uongozi wa nani? Wa Musa. Wakavuka Jordan pakavu chini wa Joshua. Walipiga kambi wapi? Gilgal. Walipiga kambi wapi? Gilgal. Kutoka Gilgal sasa ndo wakaipiga nchi ya Kanaani katika kampeni 3 za kivita. Kampeni ya katikati, Central Campaign. Halafu akaelekea kusini, Southern Campaign. Halafu akaelekea kaskazini, Northern Campaign. Na hizo kampeni za kuiteka Kanaani zilichukua miaka 7. Miaka 7. Lakini kuigawa ile nchi kati ya makabila yale ilichukua miaka 18, kwa sababu ilibidi kusurvey na kuchora amani, halafu ndo wapige kura ijulikane hapa ni kabila gani. Kwa hiyo cha Joshua kinatupa historia ya wana wa Israeli kwa muda wa miaka 25. Lakini nachotaka kuambia, baada ya kuvuka Jordan walipiga kambi wapi? Gilgal. Na mji wa kwanza kupigwa ni Jericho. Tunaenda pamoja? Mji wa kwanza kupiga ni Jericho. Na mji huo wa kwanza Mungu akautumia kama kioo. Amen. Amen. Jericho ni limbuko. After all, hawakupiga kwa nguvu zao. Waliuzunguka kutwa mara moja kwa muda siku 6. Siku ya 7 walizunguka mara ngapi? Mara 7. Halafu wakafanyaje? Wakapiga kelele na kuta za Yeriko zikafanyaje? Zikaanguka. Unaposikia kuta za Yeriko, sahau hizi kuta zetu. Zilikuwa ni pana kabisa, hata gari ingeweza kupita juu. Zingeweza kupita juu. Lakini zilianguka chini. Na Yeriko wakautwaa, wakauteka. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa na tamaa, akaona mavazi nadhifu na vitu nadhifu akaficha. Jina lake nani? Akani. Alisababisha hasira ya Mungu kwenda kuupiga mji wa Ai unaofuata. Waliweza?
walishindwa. Ikabidi Joshua gagae tangu asubuhi mpaka jioni anamulilia Mungu. Ndipo Mungu akamwambia kuna uozo umefanyika. Ikabidi wapige kura mpaka wampate aliyesababisha wao kupigwa. Akana kapatikana, yeye na familia yake wakauawa kwa kupigwa kwa mawe. Mwambie mwenzako, ogopa kuanzia leo sasa. Kutotoa nini? Malimbuko. Usije ukasababisha hasira ya Mungu ikawaka juu yako. Mimi natoa malimbuko kwa taarifa yako. Sifundishi nadharia. Kila mwaka natoa nini? Malimbuko. Amen. Tunaenda pamoja. Sasa kwa vile Yeriko ulikuwa limbuko. Unanisikia? Mungu mwenyewe aliazimia ni vitu gani vichukuliwe kwa ajili ya utukufu wake. Fedha, dhahabu, chuma, shaba. Kwa maneno mengine, aliagiza vyombo vya nini? Vya nini? Vya fedha. Na nini? Dhahabu. Nini? Chuma. Halafu nini? Hebu tuanze. Aliagiza nini? Fedha. Nini tena? Dhahabu. Nini tena? Chuma. Nini tena? Shaba. Vifanyeje? Vikusanywe pamoja, viwekwe katika hazina ya nyumba ya Bwana Mungu. Ni vitu vya thamani hivyo. Sasa hapo najifunza nini? Malimbuko ni vitu vya nini? Vya thamani. Kama nataka kumwona Mungu, toa nini? Malimbuko yenye viwango, yenye sifa za wingi na nini? Na ubora. Lakini unaweza ukatoa vitu vingi havina nini? Ubora. Ukatoa vitu, mwingine akatoa vitu vichache vina nini? Vina ubora. Ni juu yako kutumia nini? Common sense wakati wa kutoa malimbuko. Kutathmini mwenyewe, haya malimbuko yangu yanakidhi viwango vya wingi na ubora. Mungu anapendezwa na wingi pamoja na nini? Na ubora. Lakini ukitoa vitu vichache vyenye ubora inakubalika. Imeeleweka? Sasa kwa vile Yeriko kulikuwa limbuko. Kwa vile Yeriko kulikuwa nini? Limbuko. Zingatia, niko baraka ya tatu ambao malimbuko yanasababisha vitu kufanyaje? Kutakaswa. Umenisikia? Tukitoa malimbuko vitu vinafanyaje? Vinatakaswa. Tukitoa malimbuko fedha inafanyaje? Inatakaswa. Imeingia. Sasa kwa vile Yeriko ulikuwa ni limbuko, mwambie mwenzako, kwa vile Yeriko ulikuwa ni limbuko, ulisababisha miji yote, ilikuwa ni miji dola, city states, kufanyaje? Kutakaswa. Baada ya Yeriko, mshike mkono wenzako, baada ya Yeriko miji walioteka ilifanyaje? Ilitakaswa. Ilitakaswa. Ni miji mingapi? Muulize mwenzako, ni miji mingapi? Soma Yoshua sura ya 12. Yoshua sura ngapi? 12. Ukitoka hapa sio sasa hivi, nisikilize tu. Ukitoka hapa usome Joshua sura ngapi? 12. Nisikilize. Wewe andika tu Joshua sura 12. Hapo kuna nini? Kuna jumla ya miji dola 31 ambayo ilikuwa katika nchi ya Kanaani. Miji mingapi? 31. Sasa toa Yeriko, imebaki mingapi? 30. Yeriko ndo wa kwanza kupigwa kama limbuko. Na ulisababisha miji mingapi kutakaswa? 30. Mshike mkono mwenzako,
baada ya Yeriko kupigwa na kutwaliwa kama limbuko ya vita vya Bwana, miji yote aliyoteka 30 baada ya Yeriko ilifanyaje? Ilitakaswa. Ngoja niwape akili. Maana yake nini? Yale mataifa 7 ya Wakanani walikuwa ni washirikina. Unanipata? Walikuwa ni nini? Washirikina. Walikuwa ni wachawi. Walikuwa natambika. Kila mahali ni nini? Nguvu za giza. Kila mahali ni nini? Nguvu za giza. Na Mungu alijua kwamba hata kama wakipiga, wakateka, watakipata. Watafanyaje? Wataathiriwa vibaya na nini? Na nguvu za giza. Sasa Mungu ajua mambo yote, akautoa mji wa kwanza uwe nini? Limbuko, usababishe miji yote watakayoteka ifanyeje? Itakaswe kutokana na nini? Na uozo wa kiroho. Itakaswe kutokana na nini? Na uozo wa kiroho. Imeeleweka? Ili wakae salama. Imeeleweka sasa? Sasa kitu kingine cha kuelewa ni Yeriko tu ambao ilikuwa limbuko, hawakuruhusiwa kuchukua kitu chochote. Lakini miji iliyofuata 30 waliruhusiwa kuchukua nini? Nyara zote. Waliruhusiwa kuchukua nyara zote kwa miji iliyotekwa baada ya Yeriko. Imeeleweka? Ngoja sasa tuunganishe na maisha tunayoishi leo. Hizi pesa tunazopata katika biashara, katika malipo, sijui nini, ni safi? Na wauliza, pesa tunayopata, sijui ni mishahara, sijui ni kwenye biashara, sijui ni marupurupu, ni safi? Nauliza, ni safi? Jamani, tumieni akili. Ni safi? Unaweza ukapata fedha kumbe imetokana na biashara ya nini? Ya ngono. Unaweza ukapata fedha kumbe imetokana na nini? Na wizi. Unaweza ukapata pesa kumbe imetokana na nini? Mauzo ya bangi, sigara, pombe. Au ni jambazi amepora, amevunja nyumba na ameua hata kuua. Sasa hizo pesa nazitumia, zinaingia kwenye mzunguko wa nini? Wa kibiashara. Kwa hiyo pesa tunazopata sio nini? Sio salama. Sawa jamani? Pesa tunayopata si nini? Si salama. Ndio maana tunatakiwa kutoa nini? Malimbuko. Na mwezi wa kutoa malimbuko ni Januari. Mwezi wa kutoa malimbuko ni nini? Januari. Ili hiyo pesa, vitu ambavyo ni malimbuko, visababishe vitu tutakavyopata mpaka mwisho wa mwaka kufanyaje? Kutakaswa. Kutakaswa. Januari mwaka huu kuna mtu alinirushia hela tarehe 1 kwenye simu yangu. Kwa vile mimi vitu navielewa, nilisema hii hela situmii. Ni nini? Ni limbuko. Ni nini? Limbuko. Na baada hapo nilitoa huduma katika kanisa moja. Nikapewa sadaka ya huduma ya kwanza kwa mwaka huu. Hiyo pesa nikasema ni nini? Limbuko. Nikauza vitabu vya kwanza kabisa. Hizo hela nikasema hizi ni nini? Limbuko. Zote niliweka pamoja, nikatoa nini? Limbuko. I teach what I practice and I practice what I teach. Sikufundishi nadharia, na kufundisha mambo ambayo natendea kazi. Tunaelewana?
Kwa hiyo kama tumeelewana, Januari ni mwezi wa kutoa nini? Malimbuko. Ili vitu vyetu vifanyeje? Vitakaswe. Wachawi wapo hawapo? Wapo bwana, tena nafanya viroja. Usiku tulikuwa tumelala, mwambie wenzako, usiku tulikuwa tumelala na nyumba zetu za kisasa na milango ya panel tunafunga na ufunguo, lakini bwana wachawi wana mambo ya ajabu. Wanakuja usiku tumelala, wanapaka dawa zao kwenye nini? Kwenye mlango. Alafu anafanya hivi, na mlango unafanyaje? Unafunguka, anaingia ndani. Pengine shida yake ni mke wako mrembo, anakwenda hata master bedroom, zoezi linaendelea, anafanya hivi, mlango unafunguka, na dawa zake na kupulizia wewe baba, mmelala kwenye kitanda cha 6x6 na kusukumia mbali, anafanya vitu vyake. Alafu milango inajifungua na kujifunga, anaenda zake. Lakini kwa mtu anayetoa malimbuko wenzako, kwa mtu ambaye anatoa malimbuko na ni mwombaji na anafunga na kuomba, anasoma neno, huyo mchawi anakuja, anafanya hivi, mlango afanyeje? Haufunguki mpaka na anahamaki, mpaka kiuno kinauma kabisa, na anajua huyu ni mlokole bwana. Kumbe walokole ni wachawi kuliko sisi. Anaondoka na hamaki, labda dawa zangu zimebatilika. Anakwenda kwa jirani ambaye yeye sio mlokole, anafanya mchezo huo, na mlango unafanyaje? Unafunguka. Si nimesema kwa walokole ni wachawi kuliko sisi? Kwa hiyo kutoa malimbuko kunakupa usalama wa maisha yako na nyumba yako. Kutoa malimbuko kunakupa usalama wa nini? Wa maisha yako na nyumba yako. Amen. Imeeleweka? Chuma ulete ipo au haipo? Ipo bwana. Kwa mtu anayetoa malimbuko, mwambie wenzako, kwa mtu ambaye anatoa malimbuko hakuna cha nini? Hakuna cha chuma ulete. Hakuna cha chuma ulete. Tuko pamoja. Kuna mama moja ametoa ushuhuda Temeke. Maana kanisani wanaokuja wote wameokoka. Hata maagent wanaingia, hata wachawi wanaingia. Sasa mama mmoja akaacha pochi lake akaenda haja. Lina simu, lina kadi za benki, kila kitu na pesa. Akakuta pochi yake haipo. Pochi yake haipo. Lakini Mungu akampa njia, akawasiliana, akampata mtu aliyeichukua na hamjui. Huyo mtu kwa kweli aliirudisha, wala hakuchukua kitu chochote. Alipotoa ushuhuda nilishindwa kujizuia, nilisema huyu mama ni mtoaji. Huyu mama ni nani? Mtoaji wa matendo yote ambayo nafundisha. Tunaenda pamoja. Na napenda kutoa malimbuko kuanzia sasa. Yaani kitu ambacho kilikuwa kimekosekana ili Mungu awabariki watu wake ni utoaji wa nini? Wa malimbuko. Amen. Sasa tutatoaje malimbuko? Muulize mwenzako, tutatoaje malimbuko? Mauzo ya kwanza mwezi Januari, ile tarehe ya kwanza ambayo unafanya biashara ya mwezi Januari, tangu asubuhi mpaka unarudi nyumbani, mauzo yote ya siku hiyo ni nini? Malimbuko. Alafu kesho yake utaendelea kuuza mpaka mwisho wa mwezi Januari. Mapato hayo baada ya kutoa malimbuko utatolea fungu la 10 na nini? Na sadaka. Tumeelewana hapo? Wafanya biashara.
Kwa wale wakulima, kama mmevuna sijui magunia 20 sijui ya nini ya mahindi, kwa kawaida fungu la 10 ni ngapi? Magunia mangapi? Magunia mangapi? Magunia 20. Fungu la 10 ni ngapi? 2. Kama ni ndio mavuno ya kwanza. Fungu la 10 ni kubwa, ni dogo kuliko nini? Malimbuko. Kwa hiyo utaongeza gunia moja ya magunia 3. Lete kanisani ni nini? Malimbuko. Mifugo hivyo hivyo, mayai hivyo hivyo, unazidisha, unaongeza zaidi kuliko fungu la 10. Ukiwa mwaminifu kufanya hivyo, mwakani utapanda mazao eneo lile lile, kutakuwepo na kuzidishwa. Kwa nini? Kwa mazao, baada ya kuvuna magunia 20 utavuna magunia 30 hadi 40. Mifugo inafanyaje? Inazaliana. Inafanyaje? Itabidi upanue nini? Zizi. Sijui wangapi wananielewa. Sasa kama umeelewa, myafanyie kazi. Tunataka shuhuda mwakani. Amen. Tunaenda pamoja. Kwa wale mnaolipwa mishahara, nisikilize vizuri. Kimsingi mshahara wote wa Januari ni nini? Ni limbuko. Mshike mkono mwenzako. Mshahara wote wa Januari ni nini? Ni limbuko. Sasa kuna wengine anategemea nini? Mshahara, hana vyanzo vingine vya mapato. Kwa wamba unategemea mshahara, utatoaje limbuko? Nitoe mfano. Mshahara wako ni 600,000 kwa mwezi, ambapo fungu la 10 ni kiasi gani? 60,000. Sasa utakachokifanya ni kupiga mahesabu, ujue bajeti yako kwa mwezi. Bajeti yako kwa nini? Kwa mwezi. Kwa mshahara wa shilingi ngapi? 600,000. Pengine bajeti yako ya matumizi ni 350,000. Ndizo unahitaji kutumia mwezi kwa mwezi hadi kupata mshahara. Kwa hiyo zinabaki ngapi? 250,000. Wakati fungu la 10 ni ngapi? 60,000. Lakini Januari ni mwezi wa kutoa malimbuko, tuelewane. Ni mwezi wa kutoa nini? Malimbuko. Hizo 600,000 zimebaki 250,000 ambazo ungeweka kwenye account. Hizo 250,000 ndio nini? Limbuko. Na vipi fungu la 10? Katika utaratibu huo hudaiwi nini? Fungu la 10. Fungu la 10 utaanza kutoa Februari mpaka mwisho wa mwaka katika utaratibu huo. Lakini kwa wale ambao mna mapesa kwenye akaunti za nini? Za benki. Kwa wale ambao mna hela nyingi sana kwenye akaunti ya benki, moja kwa moja mshahara wote wa Januari ni nini? Limbuko. Nimeeleweka? Mshahara wote wa Januari ni nini? Limbuko. Uwe aggressive, mfanye hivyo kama ninavyosema. Utaona Mungu atakavyo kuinua. Atakavyo kuinua. Nilipofundisha Temeke malimbuko kwa mara ya kwanza Januari, Jumapili 3 mfululizo, kuna afisa wa jeshi la polisi alielewa kabisa. Hivi alitoa nini? Mshahara wake wote wa Januari. Tena aliniambia, Mwalimu Tita, nimetoa mshahara wangu wote wa Januari. Nikasema umepatia. Nini kilichofuatia? Alipandishwa cheo. Alipandishwa cheo.
Halafu akaja kuniambia, Mwanutita, nimepandishwa cheo lakini nimechanganyikiwa. Kuna nini? Kwa sababu mimi kuna watu wamenitangulia katika jeshi la polisi na hawajafanyaje? Hawajapandishwa cheo. Sasa mimi nashindwa kuelewa ni nini hii. Kwa nini mimi nipandishwe cheo kabla ya walionitangulia? Nikamwambia ni lile limbuko lako la mshahara wote wa Januari. Na kaenda chuo cha polisi Moshi. Maana ndizo taratibu za jeshi. Na kwenda chuoni kusoma zaidi. Amen. Tunaenda pamoja. Imeingia. Vimeeleweka. Tunakwenda baraka ngapi sasa? Baraka ngapi? Ya 4. Malimbuko huweka msingi. Malimbuko huweka nini? Msingi imara wa nini? Wa uchumi wako kibinafsi na wa taifa. Malimbuko huweka nini? Msingi imara wa nini? Wa uchumi wako binafsi na wa nini? Na wa taifa lako, wa nchi yako. Ni Warumi 11 aya 16. Tunarudi pale pale. Na ikiwa shina ni takatifu, matawi nayo kadhalika. Umenisikia? Ni Warumi wangapi? 11 aya ile ya ngapi? 16b. Na ikiwa na shina likiwa takatifu, tuseme wote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Mti una shina. Shina ni mfumo wa mizizi ambao unashikilia mti na matawi na majani na maua. Amen. Na shina likiwa takatifu, mti na matawi na majani yote ni nini? Matakatifu. Amen. Kwa mantiki hiyo, malimbuko yanawakilishwa na nini? Na shina. Mwambie mwenzako, malimbuko, mwambie malimbuko yanawakilishwa na nini? Na shina. Kwa hiyo kutoa malimbuko yanaweka msingi imara wa nini? Wa uchumi wako kwa mwaka mzima. Kwa mwaka mzima. Amen. Tumeelewana hapo? Wana wa Israeli baada ya kutangatanga miaka 40 walipiga kambi katika bonde la mto Jordan. Alafu Musa akaamuriwa kufanya marudio ya Torati aliyowapa waliotoka utumwani Misri chini ya mlima Sinai kwa mwaka mmoja. Nini kilichofuatia? Akaamuriwa andike kitabu. Pamoja na marudio yale alirudia utoaji wa nini? Wa malimbuko. Tunaenda pamoja, ambapo sasa wakaambiwaje? Mwaka wa kwanza kutoa malimbuko, mwaka wa pili kutoa malimbuko. Wakifika wapi? Kanaani. Kitu cha kwanza ni kutoa nini? Malimbuko. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Na mwaka wa tatu matendo mengine yafanyeje? Yaendelee sambamba na nini? Na malimbuko. Tumeelewana? Karibu na maliza. Karibu na maliza. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunaelewa kumbe malimbuko ni nini? Ni msingi wa uchumi wako. Waliambiwa toa malimbuko mwaka wa kwanza na mwaka wa pili ili wafanyeje? Waweke msingi imara wa nini? Wa uchumi wao na wa taifa lao. Na sisi tukitoa malimbuko tunaweka msingi imara wa nini? Wa uchumi wetu kwa mwaka mzima. Na mwakani tena tunaendelea kuimarisha msingi. Amen. Nchi zetu ni tajiri sana kwa madini ya kimikakati, lakini bado ni maskini.
Botswana wanatoa malimbuko. Makanisa ya Botswana wanatoa nini? Malimbuko. Na ndio maana Botswana, kama hamna habari, uchumi wao unakwenda juu. Botswana wanatoa nini? Malimbuko. Uchumi wao unakwenda juu. Na Mungu anataka makanisa hapa Tanzania yatoe nini? Malimbuko, ili uchumi ufanyeje? Uende juu zaidi. Na wewe uchumi wako uende juu zaidi. Tumeelewana? Tunakwenda namba ngapi sasa? Namba 5. Malimbuko humfanya Mungu atupe nguvu za kupata utajiri. Malimbuko humfanya Mungu atupe nini? Nguvu za kupata nini? Utajiri. Na nguvu ni nini? Ni uwezo wa kufanya biashara na kufanikiwa sana. Business acumen wanasema. Ni uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi na kushuhudia mapato makubwa katika shughuli zako. Ni Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya 17 hadi 20. Mungu anatupa nguvu za kupata utajiri. Sijui kama tumeelewana. Hatupi utajiri na geuza. Mungu hatupi nini? Utajiri. Anatupa nini? Nguvu ambazo tunatumia kupata nini? Utajiri. Na mpaka sasa Mungu anafanya hivyo. Kanisani Temeke tuna jamaa moja, baada ya sijui kumaliza form 4 alikwenda kozi ya carpentry. Kumbe alikosea. Lakini Mungu akampa teknolojia ya vitasa nini ambayo inamuingizia pesa, na hiyo shughuli watu wamesoma mpaka madiploma na madigrii wa Hindi, lakini wafurukuti kwake. Wizara masefu ya pesa yakishindikana anaitwa yeye, na nalipwa hela nyingi, na nakwenda nchi nzima wanamtafuta. Lakini hiyo teknolojia alipewa na nani? Na Mungu, bila kusomea. Yeye alikuwa amesoma carpentry. Alafu kuna kijana wetu katika familia, Mungu alimpa teknolojia ya kompyuta. Para hajaenda kozi. Na waliosoma kompyuta mpaka first degree masters hawafurukuti. Kompyuta yako ikuwa na tatizo, mweleza najua ni tatizo gani. Tena potezi muda na fix mara moja. Mungu anatupa nguvu za kupata nini? Utajiri. Wanafunzi mupo? Mungu atakupa uwezo wa kufanya maajabu katika masomo yako. Tuende namba ngapi? Namba 6, karibu na maliza. Malimbuko hufungua milango yote iliyofungwa. Malimbuko hufungua milango yote iliyofanyaje? Iliyofungwa. Baadhi yenu milango ya mapato imefungwa. Baadhi yenu milango ya mafanikio imefungwa. Baadhi yenu akili zenu ni butu. Akili zinahitaji kufunguliwa. Wengine afya zenu zimevia, mnahitaji afya zenu ziwekwe sawa. Ni Malaki sura ya 3 aya ya 4 na ya 5 na kisha aya ya 10. Hasa aya ya 10, Mungu ameturuhusu tumjaribu kwa kutoa mafungu ya 10 na sadaka, ili tuone kama hatafungua nini? Madirisha ya mbinguni. Na malimbuko ni sadaka muhimu sana. Sadaka muhimu sana ambazo zinaachilia baraka haraka. Amen. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Ya mwisho sasa. Malimbuko husababisha kibali. Namalizia hapa. Husababisha nini? Kinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Ukitoa malimbuko, Mungu anakupa nini? Kibali. Mungu anakupa nini? Kibali. Na nimeona mambo hayo tangu nianze kutoa malimbuko.
2005 nimeona milango ikifunguka. Nimeona kibali, madhehebu mbalimbali wananiita. TAG, Calvary Assemblies of God, Pentecost, sijui ministry gani, wananiita. Wananitafuta. Njoo tufundishe. Hicho ni nini? Kibali. Ni Zaburi 5:12. Namalizia hapo. Panasema Bwana humbariki mwenye haki. Tuseme wote, Bwana humbariki mwenye haki. Humzungushia kibali mithali ya ngao. Maana yake nini? Kibali mbele yako ni nini? Ni kibali. Nyuma yako ni nini? Kibali. Kushoto ni nini? Kibali. Kulia ni nini? Kibali. Chini yako ni nini? Kibali. Juu ya kichwa chako ni nini? Yaani kote kote umezingirwa na nini? Na kibali. Na bila kibali hufiki popote. Bila kibali hufiki popote. Na napenda wapate kibali. Acheni mchezo, mtoe nini? Malimbuko. Fumba macho. Kuna dhambi nyingine ni dhambi za ujinga. Kuna dhambi nyingine ni dhambi za nini? Za ujinga. Kutokujua maana na baraka za sadaka za malimbuko ni nini? Ni ujinga. Ni nini? Ni ujinga unaotukosesha nini? Baraka. Na ujinga kwa Kiebrania ni neno lilotumika mbali na maana ya giza. Na kinyume cha giza ni nini? Nuru. Kwa Kiebrania neno lenye maana ya nuru ni maarifa. Nana nasema Mungu nirehemu, tangu niokoke mpaka leo ndio mara ya kwanza nasikia mambo haya. Nimekuwa gizani. Nana nasema hivyo. Ni lazima mkiri kwanza. Tukubaliana, usipuuze hapa. Mimi mwenyewe nilikiri kabisa. Nana mpenda kukiri. Mungu nirehemu. Nyosha mkono kwa hiari yako. Simama. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele tuombe rehema za Mungu. Njoo. Fanya haraka. Fanya haraka. Kuna watu na mishahara, lakini mishahara yenu haiwapeleki popote. Hakuna kinachoendelea. Hakuna kinachoendelea. Mshahara ni mkubwa lakini hakuna kinachoendelea. Ni kwa sababu hujajua siri ya kutoa malimbuko. Kama yule baba wa Mwanza, yeye na mkewe ni university graduate, walikodi nyumba, wakapanga nyumba nzima. Lakini po wafundisha malimbuko, wakatoa malimbuko yenye viwango, wakashuhudia milipuko ya mapesa. Wakanunua kiwanja kona ya Bwiru, wakajenga nyumba nzuri, wanaishi kwenye nyumba yao. Nyosheni mikono yote juu. Rudia maneno haya. Rudia kutoka moyoni. Sema hivi: Mungu Baba, ni kweli kabisa watu wako tumekosa maarifa na tumezikosa baraka, lakini leo tumefundishwa maana na baraka za utoaji wa viwango wa sadaka za malimbuko zenye sifa za wingi na ubora. Mungu nisamehe kwa ujinga wangu, kwa kutokujua utoaji wa malimbuko. Mwaka kwa mwaka nilikuwa sitoi kwa sababu nilikuwa mjinga, nilikuwa gizani. Babu nisamehe. Umesema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na mimi ni mtu wako. Umeniokoa, umenisafisha kwa damu ya Yesu, lakini nimekosa maarifa ambayo nimeyapata leo. Nirehemu. Nimeelewa. Nitatoa malimbuko Januari mwakani. Katika jina Yesu nimeomba haya.
Nimemaliza. Tukutane jioni. Jioni.